Mzaliwa wa kwanza anakuwa na vita kubwa, kwa sababu yeye ndiye anatakiwa apitishe wengine. Mzaliwa wa kwanza anakuwa na mapito makubwa, na wewe ambaye unanifuata huko nyuma, unatakiwa umwombee mzaliwa wa kwanza kwenye familia yenu, awe hai awe alikufa. Muombee kwa jina la Yesu. Kama hajafunguliwa kwenye baadhi ya maeneo, huwezi funguliwa wewe. Kama hajafanyikiwa kwenye baadhi ya vitu, huwezi fanyikiwa wewe. Biblia inaniambia kwamba wakati Raheli anatakiwa olewe, Lea alikuwa ni mzaliwa wa kwanza, akazuia asiolewe kwa wakati wake mpaka ameolewa yule mzaliwa wa kwanza. Na ndio maana niko hapa kukwambia kwamba unatakiwa ufunguliwe. Wako wengine hapa ni wazaliwa wa kwanza, lakini Yakobo akachukua uzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula, kwa ajili ya kipindi kigumu. Huenda hata wewe uko hapa, haki yako ya uzaliwa wa kwanza ilichukuliwa na wachawi, ilichukuliwa na nguvu za giza, ilichukuliwa na watu wa uharibifu. Hata sasa ufurahi. Wengine baraka zenu za urithi hamko nazo tena, hamko nazo tena. Nimesimama hapa kukurejeshea kwa jina la Yesu. Kila mzaliwa wa kwanza unanisikia, uwe ni mzaliwa wa kwanza wa haki, uwe ni mzaliwa wa kwanza wa kununua au wa kukomboa, ninakuombea kwa jina la Yesu. Katika ulimwengu wa roho, Bwana anataka kufungue. Katika ulimwengu wa roho, wewe ni lango. Katika ulimwengu wa roho, wewe ni limbuko. Nasema na malimbuko, nasema na malimbuko yaliyowekwa ili kuwafungua wengine. Wewe ni limbuko, nami nakufungua kwa jina la Yesu. Limbuko funguliwa, limbuko funguliwa, limbuko funguliwa, limbuko funguliwa, limbuko funguliwa. Hiyo vita unayoipitia ni sababu ya wewe ni mzaliwa wa kwanza. Hayo magumu ambayo yanakupata sababu wewe ni mzaliwa wa kwanza. Lakini Bwana ameniambia katika maombi haya mfungo, wazaliwa wa kwanza wanafunguka sasa. Yesu ambaye ni limbuko la waliolala katika mauti, yeye akafa akatukomboa kutoka kwenye laana. Haijalishi kuna laana gani ya urithi inayokufuatilia. Kama kwenu huwa wanaachika kwenye ndoa, kama kwenu huwa wakizaa watoto lazima wafe, mimi nakataa kwako, mimi nakataa kwako, nakataa kwako. Kama kwenu lazima muumwe kisukari, lazima muwe walevi, navunja laana ulevi, navunja, navunja agano la talaka kwenye familia, navunja, navunja, navunja. Okarabakataya, okatatata, rabaseketaya kwa jina la Yesu. Ukunanielewa? Navunja laana hiyo kwenye familia yenu, navunja agano hilo kwa jina la Yesu. Kuna familia ili uolewe lazima uzae. Kuna familia hakuna anayepata ndoa mpaka amezalia nyumbani, mpaka amehangaika kuzaazaa ovyo. Na iondoa hiyo laana kwako na kwa uzao wako kwa jina la Yesu. Naondoa uchafu ambao umewekewa, naondoa wa msiba uliokaa kwako, uliokaa kwa familia yako. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naongea na mzaliwa wa kwanza, naongea na mzaliwa wa kwanza, naongea na mzaliwa wa kwanza. Yako wapi maombi ya wazaliwa wa kwanza? Yako wapi maombi ya malango? Malango yafunguke. Inuka we malango, mfalme wa utukufu anataka kuingia. Inuka we malango, mfalme wa utukufu anataka kuingia. Inuka we malango, mfalme wa utukufu anataka ingia kwenye familia hiyo, anataka ingia kwenye ukoo huo, huo ukoo wenu ambao lazima wazaliwa wa kwanza wachanjwe chale, lazima wazaliwa wa kwanza wachinje, lazima wazaliwa wa kwanza waunganishwe na makaburi. Leo nimesimama na yafuta hayo, na yafuta hayo, na yafuta hayo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mzaliwa wa kwanza funguliwa, 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 mzaliwa wa kwanza funguliwa katika jina la Yesu. Nataka watoto wa pili kuzaliwa, nataka watoto wa pili kuzaliwa. Ninyi mrudi nyuma. Nahitaji mbele watoto ambao ni wazaliwa wa pili. Rigorishataraya satoramashiketaya. Naongea na mtu ambaye katika ulimwengu wa roho wewe ni mzaliwa wa pili, na mwingine mzaliwa wako wa kwanza alikufa, na mwingine mzaliwa wako wa kwanza pengine alikuwa ni pacha na wewe aliondoka.
mwingine mzali wako wa kwanza pengine yupo lakini ni mlevi, yupo lakini yani maisha yake haeleweki. Unasema Bwana, ninaona giza tu, sijui itakuwaje kwa ajili ya dada yangu, kaka yangu, sijui itakuwaje kwa ajili ya mzaliwa wa kwanza kwenye familia, maana asimami kwenye nafasi yake, maana asimami kama inavyotakiwa. Ninakuinua kwa jina la Yesu. Baada ya kufa kwake Musa, Mungu alimuinua Yoshua. Nainua Yoshua mpya, nainua Yoshua mpya, utakaenda kusimama mahali ambapo pamebomoka, utakaenda kusimama mahali ambapo pamebomoka. Nainua mzaliwa wa pili kwenye familia, nainua kwa jina la Yesu. Mzaliwa wa pili inuka, mzaliwa wa pili inuka, tawala mahali pako, tawala mahali pako, tawala mahali pa kwanza, tawala, 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 tawala. Neno la Bwana linaniambia baada ya Esau kuonekana dhaifu kwenye utawala wake wa uzaliwa, Yakobo alipindua nafasi akachukua yeye. Nami nakuketisha mahali pa uzaliwa, mahali pa uzaliwa, mahali pa uzaliwa, mahali pa uzaliwa, mahali pa uzaliwa. I don't care itakuwaje, lakini yuko Bwana wa majeshi ambaye anataka inue familia. Familia inainuliwa na mtu mmoja, familia inahitaji mtu mmoja aweze kuchipuka ili awainue wengine. Uwe wewe kwa jina la Yesu, uwe wewe kwa jina la Yesu, uwe wewe katika jina la Yesu, uwe wewe kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu anatafuta mtu mmoja tu wa kuinua familia. Mungu anatafuta mtu mmoja tu, sio wengi. Wewe mmoja tu unaweza kuleta badiliko kwenye familia yako. Neno la Mungu linasema kwamba katikati ya watoto wengi wa Yese alitafutwa Daudi tu aweze kusimamisha ufalme kwenye familia. Haijalishi Daudi alikuwa ni mtoto wangapi kuzaliwa, haijalishi Daudi alikuwa ni mtoto wa nje kuzaliwa, haijalishi Daudi alikuwa ni mtoto wa mazingira gani, lakini Bwana alimwandaa. Hata kama wewe sio mzaliwa wa kwanza, lakini natabiri ufalme, natabiri utawala, natabiri katika jina la Yesu. Hii neema iwe kwako, hii neema iwe kwako, hii neema iwe kwako, hii neema iwe kwako, iwe kwako kwa jina la Yesu. Hata kama kwenye familia yenu mtu mmoja akiinuliwa, vita inakuwa ni kubwa. Mtu mmoja akiinuka, anajaziwa mizigo, anapewa kila kitu yeye. Mungu anasema, Mungu, mbona kila nikiinuka ndio napewa mizigo mengi, napewa vitu vingi vya kufanya, napewa hiki na kile. Ninakuombea kwa jina la Yesu, Bwana kuimarishe. Yeyote anataka haribu maisha yako, uchumi wako na ndoa yako, akamatwe, apigwe kwa moto wa Bwana, apigwe kwa moto wa Bwana. Naita majeshi ya mbinguni, apigwe, apigwe, apigwe katika jina la Yesu. Utawala wako uunganishwe na Bwana. Yaseketaya, utawala wa maisha yako uunganishwe na Bwana kwa jina la Yesu. Siri yake. Nisikilize, nataka wazazi, sogea mbele wazazi. Wewe ni mzazi na watoto, wewe ni mzazi na watoto, unanifuata kwenye mtandao, wewe ni mzazi, unanifuata kwenye mtandao, wewe ni mzazi. Mwingine una mtoto mmoja, wawili, watatu, wanne, watano, sita, saba. Mzazi, unajua historia ya mtoto wako mmoja mmoja, kuanzia wa kwanza mpaka wa mwisho. Na wakati mwingine kuna mtoto ambaye unampenda, unatamani yule mtoto aweze kufikia mahali fulani, lakini bahati mbaya sana yule unayempenda afikii pale ambapo unatakiwa afike. Unasema, Mungu, inakuaje? Lakini pia mzazi, unao nafasi ya kuombea watoto wako, waombea watoto wako. Shetani anawatafuta watoto. Neno la Mungu linaniambia kwamba wakati wanawake wa Yerusalemu walipokuwa wakilia, wakiomboleza, wakilia kwamba tunamlilia Yesu, Yesu aliwaambia, enyi wanawake wa Yerusalemu, msinililie mimi, bali mjililie ninyi na watoto wenu. Mzazi, unatakiwa ulilie watoto wako. Mzazi, unatakiwa uombee watoto wako. Mtoto wako akiharibika, hakuna yeyote atakayeweza kukupongeza. Mtoto wako akiharibika, maanake ukusimama vema kwenye nafasi yako. Ni bora leo uombe, ili kama ikitokea ameharibika, uwe umefanya kazi yako kama mzazi. Mtoto wako kuna tabia ya hasira ya kurithi. Mtoto wako kuna tabia ya uongo amekuwa nayo. Mtoto wako kuna tabia ambayo unaona uelewi, huenda imetoka kwa upande wenu au upande wa baba yake, upande wa mama yake. Una nafasi leo ya kuondoa hizo tabia. Watoto wetu wamekuwa naingiziwa maroho machafu mpaka tunasema ametoka wapi.
Mtoto wako ufahamu wake umekuwa ni mdogo, kila siku anakuwa anarudi nyuma, hakamati mambo, michezo inamtawala. Mwingine na watoto wako wakubwa hawaoi, hawaolewi. Mwingine na watoto wako wakubwa wanatafuta kazi hawapati. Mwingine na watoto wako wakubwa yale ulioyapitia wewe ndio wanapitia na wao hayo hayo. Una nafasi ya kusema Bwana, ninafuta katika ulimwengu wa roho, ninafuta katika ulimwengu wa mwili yale niliyoyapitia mimi, watoto wangu wasipitie, mtoto wangu asipitie. Yale ambayo mimi yalinitesa yasiende kwa watoto wangu, yale ambayo mimi yalinizonga yasiende kwa watoto wangu. Nimesimama kuwatengenezea njia, nimesimama kumfungulia njia mtoto wangu. Mahali ambapo nilipita pa maumivu, mtoto wangu atapita kwa jina la Yesu. Hayo inatakiwa yafanyike kwa maombi na kwa matendo. Ingia kwenye imani sasa, anza kuombea. Una watoto wawili, una mtoto mmoja, una watoto watatu, ita jina lake wa kwanza mpaka wa mwisho, anza kumwombea. Kama kuna maneno mabaya ulimtamkia mtoto wako, nisikilize mzazi, huenda kuna maneno uliyatamka kwa ajili ya mtoto wako alipokuudhi. Huenda kuna maneno mabaya uliyasema, ukaona ni hasira tu, ukaona ni jambo la kawaida, lakini leo hii mtoto amejikuta yuko kwenye hayo, kwa sababu wewe ni Mungu wa pili katika imani. Unaweza ukatamka chochote kibaya kikaenda, unaweza ukatamka laana yoyote ikaenda kwa mtoto. Kama uliweza kutamka ile maneno mabaya bila kujua, kwa kujua, basi mwambie Mungu, nimekuja mbele zako. Hata kama hauna sadaka ya kuvunja yale maneno, mwambie Bwana, nimekuja, sina chochote, lakini nimekuja kubatilisha yale maneno niliyoyatamka juu ya watoto wangu. Na mwingine ni wazazi wako walikutamkia wewe maneno mabaya. Leo hii wazazi hawapo, huna hata kumwomba msamaha, lakini walikunenea maneno mabaya ambayo yanaishi. Unasema Bwana, ni nani atakayemuomba msamaha? Ni nani atakayenisamehe? Leo hii nakuombea kwa jina la Yesu, damu ya Yesu kutakase, damu ya Yesu kusafishe, damu ya Yesu iende kavunje maagano ya makaburi, ikuweke safi kwa jina la Yesu. Kuna mambo ambayo unayapitia, kuna maumivu ambayo unayapitia, unasema Mungu, najiona nimekuwa yatima. Angekuwepo mama yangu, angekuwepo baba yangu, ningemwambia naopitia, ningemwambia siri zangu, ningemwambia magumu yangu. Hayo ni mawazo ya kushindwa. Wewe unaye Yesu ambaye ni baba wa yatima, unaye Yesu ambaye ni mume wa wajane, unaye Yesu ambaye ni mfariji wa ajabu, mshauri wa ajabu. Omba sasa kwa habari ya watoto wako. Omba, omba, omba. Na wewe ambaye huna watoto, anza kuombea wazazi wako. Omba, 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 omba. Yatategemea wakati huu, kila mmoja naomba. Wale ambao hamna watoto, ombea wazazi. Wale ambao unanisikia mahali fulani, ni kweli hauna watoto, lakini unatamani kuwa na watoto. Mwingine mimba zinaharibika, mwingine upati mimba, mwingine unatamani upate watoto upati. Nasema na wewe, damu ya Yesu inakutakasa. Kuna mtu unafunguliwa saa hii, kuna mtu unafunguliwa saa hii, kuna mtu watoto wako wanafunguka saa hii. Kuna kiburi walikuwa nacho, kuna vazi walikuwa nalo, linawatoka sasa, linawatoka sasa. Wewe uliyetamkiwa laana na wazazi wako, katika mkesha maombi huu, nafuta laana, nafuta matambiko, nafuta chale, nafuta maneno mabaya, yafutike, yafutike. Ashakaraba yete ramashira laboka tamaya, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nafuta, 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 nafuta. Vizuizi vya matamko, vizuizi vya maneno viondoke. Mzazi, komboa watoto wako. Yule wa kwanza muombee, ombea kama anasoma, ombea kama asomi. Wengine mna mimba, wengine wakezaliwa na mimba, ombea yule mtoto. Anza kumuumba, anza kumsemesha, anza kumwombea tangu akiwa mimba. Imani yako ni kubwa, pandisha imani kwa maombi. Omba, 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 omba. Mwingine unanisikia wazazi wako wako hai, ombea wazazi wako. Baraka zingine zinatoka kwa wazazi. Mzazi wako akifurahi, mzazi wako akifurahi, ndivyo unavyobarikiwa. Ombea mzazi wako. Kuna mambo yapendi kwa mzazi wako, kuna tabia uzipendi kwa mzazi wako. Unao nafasi ya kufuta, unao nafasi ya kuomba. Wako wapi wazazi wenye mzigo kuombea watoto? Wako wapi wazazi wanaosema Baba, kuna mambo siyapendi kwa watoto wangu, kuna vitu vinaniumiza Bwana, kuna tabia za kunisi na zikataa. Hiyo nafasi unayo, omba. Rekarama sakataya Roma sikaya. Omba tu mpendwa, tumebakiwa na dakika chache za maombi. Omba tu. Nitakushangaa kama uombi, nitakushangaa kama uombi. Ikiwa una wazazi, ikiwa una watoto, unawezaje kunyamaza ingali umepewa agizo? Unawezaje kutulia ingali umepewa agizo? Nimesimama hapa kama kuhani wa Bwana, nimekuja kukufungua, nimekuja kukufungua, nimekuja kukufungua. Natangaza ufungulivu wako, natangaza ufungulivu wako, natangaza ufungulivu wako kwa jina la
Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, natangaza ufungulivu wako. Asante Yesu kwa kufungua watoto wetu. Watoto wanafunguliwa, 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 watoto wetu, watoto wetu, watoto wetu. Maana imeandikwa, na watoto wenu watafundishwa na Bwana. Wewe usiyekuwa na mtoto usikate tamaa, usikate tamaa. Maombi haya Mungu atakukumbuka. Usiyekuwa na ndoa usikate tamaa. Maombi haya Mungu atakukumbuka kwa jina la Yesu. Wewe usiyekuwa na wazazi usikate tamaa. Maombi haya Mungu atakuinua. Maombi haya Mungu atakupa faraja kwa jina la Yesu. Naombea watoto wako kwa damu ya Yesu. Wazingire, uwekea ulinzi wanaosoma. Wengine wako hosteli, wengine wanaenda mashuleni huko. Ombea watoto wako, ombea kwa damu ya Yesu, ombea kwa damu ya Yesu. Ombea watoto, ombea watoto mama, ombea watoto baba, ombea watoto wako. Wengine watoto wenu wako mbali, waombee, 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 wainue, wainue kwa jina la Yesu. Kwenye familia yako kuna ndugu yako amekuwa mharibifu, yaani yeye apigagi hatua yoyote, yaani yeye haendagi popote. Ninamfungua kwa jina la Yesu, mfungue kwa jina la Yesu, mfungue. Kuna mtu mnasema nina kaka yangu, yaani haeleweki. Unasema nina kaka yangu, maisha yake siyaelewi. Natamka kutoka madhabahuni, huyo kaka yako afunguliwe. Unasema nina dada yangu, maisha yake haeleweki. Natamka dada yako afunguliwe. Unasema nina baba yangu, amefungwa. Naita nguvu za Bwana siende huko kwaliko, na akafunguliwe kwa jina la Yesu. Afunguliwe. Kata hiyo minyororo. Kama ameingiziwa roho chafu, kama ameingiziwa roho ya shetani, kama amerisi maagano, kama amerisi mikoba, kama amepewa kuchanganyikiwa, mfungue tu, usimkatie tamaa. Usiwakatie tamaa watoto wako. Huwezi kujua Mungu anatenda nini, huwezi kujua Mungu anafanya nini. Wafungue tu watoto wako. Unasema na wadogo zangu hawaeleweki, unasema na wadogo zangu kila siku analeta mapya. Baba yuko hapa, Bwana yuko hapa, Bwana yuko hapa, Bwana yuko hapa, Bwana yuko hapa. Anakata kamba, anakata minyororo, anakata aibu, anakata mikosi kwa jina la Yesu. Unasema Bwana Mungu, ninakataa umaskini wa familia. Huu umaskini wa familia sio kazi yangu, sio upande wangu, sio maisha yangu. Hakuna mtu anainuka kwenye familia, hakuna mtu anainuliwa kwenye familia. Ukainuke wewe kwa jina la Yesu, ukainuke wewe kwa jina la Yesu. Kwenye familia yenu wewe ukainuliwe. Kwenye familia yako uinuke wewe, wewe uinuke wewe. Nasema kutoka madhabahuni, kwenye ukoo wenu inuka wewe. Hata kama hamna aliyewaimiliki gari, wewe ukamiliki. Hamna aliyewaimiliki nyumba, wewe ukamiliki. Hamna aliyewaimiliki kazi, wewe ukamiliki kwa jina la Yesu, ukamiliki. Nategemea maombi yanaongezeka, nategemea maombi yanaongezeka. Wengine mnafuta laana za wazazi. Baba yako alikunenea maneno mabaya, unayakumbuka mpaka leo. Wengine kwenye mahusiano, kuna mtu alisema hutaolewa, sijui kama utakuja uolewe, na hata sasa hujaolewa. Mwingine anasema mtumishi wa Mungu, kila nikiingia kwenye mahusiano hayadumu, lazima aharibike, lazima tu huyo mtu aondoke. Mwingine anasema mtumishi wa Mungu, nikiingia kwenye mahusiano huyo mtu lazima apate matatizo, lazima afilisike au apate ajali. Natangaza hiyo pepo ikuachie, hiyo roho chafu ikuachie, hiyo madhabahu ya giza ikuachie. Toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Katika jina la Yesu tunafungua neema ya masomo kwenye familia, watoto wetu wakafaulu. Ombea watoto wako wafaulu, ombea watoto wako wafaulu. Ayubu anasema alitoa sadaka kwa ajili ya watoto wake, akasema Bwana, pengine wametenda dhambi bila mimi kujua. Aliwatakasa mara zote. Takasa watoto zako, takasa. Una mtoto mmoja, wawili, unatamani kupata mtoto mwingine, usijikatie tamaa. Maombi haya yatakupa ushuhuda. Katikati ya maombi haya na madhabahu haya, weka nadhiri na Bwana, kama vile Hana alivyoelekea kwenye ile Shilo, akamwambia Bwana, kama utalikumbuka teso langu na kunipatia mtoto wa kiume, ndipo nitapomtoa awe mbele ya madhabahu yako, ndipo nitakapofanya hivi na vile. Na unao nafasi ya kumwambia Bwana, ukinipatia mtoto wa kiume au wa kike, nitakufanyia hivi na vile. Nami nasema neno lako lisipotee bure. Bwana akumbuke uzao wako, Bwana akupe uzazi, Bwana
akupe neema. Kuna ugonjwa unakusumbua, unakutesa, unasema Mungu, itakuwaje ugonjwa? Baada ya maombi haya na utakasa ugonjwa uondoke. Baada ya maombi haya ilo tatizo lihame. Lihame kwa jina la Yesu. Lihame kwa jina la Yesu. Lihame kwa jina la Yesu. Lihame katika jina la Yesu. Toeka kwa jina la Yesu. Hilo tatizo liondoke. Wa ugonjwa uishe. Uishe kwenye mwili wako. Uishe kwenye viungo vyako. Uishe kwenye macho yako. Uishe kwenye fahamu zako. Uishe kwenye kichwa. Uishe kwenye tumbo. Uishe kwenye kizazi. Uishe kwenye miguu. Uishe kwenye macho. Uishe kwenye kiuno. Uishe kwenye mgongo, kwenye masikio. Uishe kwenye miguu yako. Uishe. Damu ya Yesu na ikutakase. Chukua nafasi hii kumshukuru Mungu sasa. Mshukuru Mungu kwa ukombozi. Mshukuru Mungu sasa. Rudi nyuma, mshukuru Mungu sasa. Mshukuru Mungu, mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu. Maombi yamekuwa na utofauti wake. Ni Mungu alikusudia yawe hivi. Mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu. Barikiwa wewe unayetufuata kwa njia ya mtandao, na Mungu akutendee mema. Endelea kumshukuru Mungu. Usikatize maombi haya. Maliza pamoja nasi. Bado dakika chache tu tuhitimishe maombi yetu. Mshukuru Mungu kwa imani yako sasa. Mshukuru Mungu kwa ufungulivu, kwa mafunuo makubwa ambayo Mungu ametuongoza kwa Roho Mtakatifu. Mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wewe unayetufuata kwa njia ya mtandao, nasema mtumishi wa Mungu, nimekuwa pamoja nawe katika maombi. Leo ni siku yetu ya 5 ya maombi. Nasema mtumishi wa Mungu, nimesikia kuhudumiwa na kufunguliwa. Kuna maombi ambayo umenipitisha, kuna maombi ambayo umeniongoza. Nimesikia niyasindikize kwa sadaka yangu. Nimesikia niyasindikize kwa sadaka yangu. Nimesikia niyasindikize kwa sadaka yangu. Na wewe ambaye uko hapa unatamani kuna kipengele fulani ukisindikize kwa sadaka, anza kusemesha kipengele hicho na Shemas tusaidie kapu. Kama unasikia kuna kipengele unataka ukiwekee sadaka, kuna kipengele tumekigusa, unasema Mungu, nataka nikisindikize kwa sadaka yangu, basi jiambatanishe. Na wewe unatufuata kwa njia mtandao, kuna namba utaiona hapo na nitakutajia, ambayo utaweza kujiunganisha nayo kwa sadaka yako kutoka mahali popote, na Mungu atakubariki, Mungu atakufungua. Na baada ya live hii unaweza kairudia tena live hii ikakusaidia kuendelea kufunguliwa hatua kwa hatua, kuendelea kufunguliwa kipande kwa kipande, na utaona Mungu anakusaidia, utaona Mungu anakupa neema. Basi wewe unayetaka kuachilia sadaka yako ya kujiambatanisha na madhabahu, sadaka ya injili, sadaka ya kusapoti maono, sadaka ya kufunguliwa, sadaka ya mfungo, sadaka ya zaka na sadaka nyingineyo yote ambayo unasikia kujiambatanisha nayo, na nataka nikutajie namba ni 07, namba Vodacom 0740